بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa Shawwal mwaka wa 1439 باذن الله تعالى, kama ilivyo siku ya Jumatano baada salati al-fajr, darsa imefungamana na ahkam za kisheria na ibada ambayo imetukabili mbele yetu ni ibada ya haji. Kwa biidhnillah taala, kuanzia kikao cha leo tutakuwa tukigusia ahkam zinazofungamana na ibada tukufu ya haji. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. ibada ya haji ni nguzo ya 5 katika nguzo za Uislamu. وهو فريضة الله على كل مسلم استطاع إليه سبيلا. na ibada ya haji ni faradhi aliyofaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila muislamu ambaye ana uwezo wa kuifanya ibada kama hii, ana njia za kumfikisha katika kufanya ibada kama hii. يقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala akafaradhisha ibada ya haji kwa yule ambaye atakuwa na uwezo na njia ya kumfikisha katika kufanya ibada kama hii. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. katika hii hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja nguzo 5 za Uislamu, na nguzo ya 5 aliyoitaja wa hajjil baiti man istata'a ilayhi sabila, akataja nguzo ya ibada ya haji kwa yule aliyekuwa na uwezo. wa huwa fardhu 'ain fil 'umri marratan 'ala al-mustati'. na ibada ya haji ni fardhu 'ain katika umri kwa yule mwenye uwezo, ni fardhu 'ain mara moja aifanyi katika umri wake. وهو فرض كفاية على المسلمين كل عام. ama tukitizama kwa waislamu wote basi ni fardhu kifaya, manake haiwezekani kwa waislamu wote katika mwaka mmoja ulimwenguni kwenda kuhiji. watakwenda baadhi ya wengine hawataenda, na lau kama watakusanyika waislamu wote ulimwenguni ili kufanya ibada ya haji katika mwaka mmoja haitawezekana. Kwa tukiangalia kwa ujumla
wa waislamu ni fardhu kifaya kila mwaka kwa waislamu kuifanya haji, ama kwa muislamu ni fardhu ain kwa umri mara moja. ومن زاد على حجة الإسلام فهو تطوع, na yote anayeongeza juu ya ile haji yake ambayo amefaradhishiwa muislamu kwa umri mara moja itakuwa ni tatawwu. لقوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو تطوع, haji faradhi yake ni mara moja katika umri, yoyote anayeongeza itakuwa ni tatawwu, kama vile swala kuna faradhi na swala ya sunna. غير أنه يستحب للموسر الصحيح أن لا يترك الحج 5 سنين, ingawa ni jambo ambalo lapendekezwa kwa mtu ambaye ana uwezo asiwache haji ikapita miaka 5, yani kile ikipita miaka 5 awe atakwenda kuifanya ibada ya haji. لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل, Mtume صلى الله عليه وسلم apokea kutoka kwa Mola wake Allah azza wa jalla asema, inna 'abdan sahhahtu lahu jismahu wa wassa'tu alayhi fil ma'ishati. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii hadith qudsi asema, hakika ya mja ambaye nimempa afya katika kiwiliwili chake, bimaana kiwiliwili chake hakina maradhi. Wa wassa'tu alayhi fil ma'isha, na nikamfungulia na kumkunjulia katika maisha, bimaana ana uwezo. Yamdi alayhi 5 a'wamin, kisha yampita miaka 5, la yafidu ilayya, na haji kwangu, yani kufanya ibada ya haji, la mahrumun ay min alkhair, huyu amekosa na kujiharamishia nafsi yake khairi. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. الله سبحانه وتعالى ana hikma nyingi sana katika kufaradhisha ibada ya haji, na fadhila zake ni nyingi sana. Ni muhimu kwa Muislamu kuelewa fadhila kama hizi na faida kama hizi, ili huenda nafsi ikijua zile faida zinazopatikana katika ibada kama hii ikawa ina shauku ya kutaka kuifanya ibada kama hii. Miongoni mwa manufaa ya haji na fadhila zake zilizothubutu katika sunna sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tathiru an-nafsi min athari adh-dhunubi wal ma'asi, kuitakasa na kuisafisha nafsi kutokamana na athari ya madhambi na maasiya. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, mwenye kuhiji kisha haji yake akaifanya sawa sawa, bimaana hakufanya kwa mfano kitendo cha ndoa akiwa katika ihram. Manake rafath utafsiriwa pia kile kitendo cha mtu kumkaribia mke wake, na pia kuzungumza maneno machafu ambayo hayastahiki kwa Muislamu kuyazungumza, wala asifanye uovu. Na uko uovu wa aina nyingi ambao watu hufanya, kwa mfano wizi. Amekwenda kufanya ibada ya haji, lakini ndani ya ibada kama ile pia afanya uwizi, wal billah, kama wanavyofanya baadhi ya watu. Huyu anayehiji
haji yake ikawa ni haji safi, imeambatana na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, raja'a ka yaumi waladathu ummuhu, atarudi baada ya ibada ya haji kama ile siku aliyozaliwa na mama yake mzazi. Bimaana hana dhambi yoyote, amefutiwa madhambi yote na Allah subhanahu wa ta'ala. Na bila shaka hii ni fadhila kubwa sana ambayo kila Muislamu atakikana awe aitafuta fadhila kama hii. وهو سبب العتق من النار وجزاؤه الجنة. ibada ya haji ni sababu ya mtu kuachiliwa huru na moto wa jahannam. Bimaana alikuwa amewekewa kuwa huyu yuenda motoni, Allah subhanahu wa ta'ala amuondoe katika watu hao. Kadhalika jaza yake ni pepo. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. hakuna siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala arrahim huachilia huru watu na moto sana kama siku ya Arafa. Siku ya Arafa Allah huachilia huru watu wengi sana na moto wa jahannam. wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika, na Allah huwakaribia waja wake katika siku ya Arafa na hujisifu kwa malaika wake kwa wale waliokuja kufanya ibada kama ile. Na hii bila shaka yatosheleza kuwa ni fadhila kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ajisifu mbele ya malaika wake kwa ajili yako wewe unayekwenda kufanya ibada ya haji kama ile. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. عمرة moja mpaka kwenye nyingine ni kafara ambayo hufutiwa mtu madhambi yake yaliyoko baina ya umra ya kwanza na ya pili. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. na haji mabrur ni ile haji ambayo imeambatana ibada ile na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ile ibada imefanywa kama alivyoifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtu akajiepusha na uchafu na uovu katika haji yake kama ile ikawa ni safi, haina malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa pepo. Hakuna malipo mengine Allah atampa huyu isipokuwa janna. Hii ni ahadi Mtume sallallahu alaihi wasallam aitaje kwa yule mwenye kufanya ibada ya haji. wa annahu afdalul a'mali wa afdalu jihadin nisa. Ibada ya haji ni miongoni mwa bora ya amali na ndiyo jihadi bora kabisa ya wanawake. Na kusema kuwa ni jihadi kwa wanawake si kuidharau ibada ya haji kama wanavyofanya khawarij. Sababu mimi nimesikia khawarij wakizungumza, wakiwaona watu waenda haji, enda kufanya ibada jihadi ya wanawake. La ilaha illa Allah. Ikiangaliwa binisbati linnisa, kuangalia wanawake pia wao walikuwa watamani kupigana jihad fi sabilillah, lakini sheria haiwaruhusu wanawake kwenda kushika panga na kupigana vita. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaelekeza kuwa hii haji kwenu nyinyi nini? Ni jihad. Lakini hajamaanisha kuwa nendeni mkaidharau nguzo ya haji, muanze kuambia watu wanaokwenda kufanya haji kuwa wewe enda kufanya jihadi ya wanawake. Haya ni maneno yalikuwa kizungumzwa hapa Mombasa na khawarij ambao watu wafahamu. Na hii yaonyesha jahl waliokuwa nayo. Alhamdulillah alladhi afana mimma ibtalahum bi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل aliulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam amali gani ni bora zaidi faqala imanun billahi wa rasulihi kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam ndio amali iliyo bora kabisa qila thumma madha akaulizwa kisha amali gani qala jihadun fi sabilillah kupigana jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala qila thumma madha akaulizwa kisha inaofuata qala hajjun mabrur ni hajj mabrur ambayo imesafishika kutokamana na uchafu wa aina yoyote unaotia dosari haji kama ile bimaana ikafanywa kama alivyoifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam hajjun mabrur ni katika miongoni mwa amali bora kabisa وعن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل نرى الجهاد أفضل العمل عائشة رضي الله عنها سيما سيسي توونك وجهاد ndio amali iliyo bora kabisa afala nujahid na sisi akina mama je tusipigane katika hivyo vita ili angalau tupate hizo fadhila sababu sisi tunaona kuwa haji ni afdal al-a'mal qala la Mtume sallama akawakataza wanawake kuingia katika vita kisha akasema walakinna afdal al-jihad walakinna afdalul jihad hajjun mabrur akamwelekeza Aisha radhiallahu anha kuwa kwa wanawake bora wa jihadi kwa wao ni hajjun mabrur kama tulivyoeleza nini maana ya hajj mabrur tutajaribu kidogo kidogo kugusia hii ibada ya haji tukiwa tuanza na nasaih na tawjihat kabla ya mtu kufanya ibada ya haji na umra kisha tutaendelea polepole katika kuzungumzia ibada hizi wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk